kulithibitisha hilo, utakuja kuona ubora wake katika kipindi ambacho ligi ya ushindani Yanga inachukua ubingwa. Young Africans imechukua ubingwa mara 4 mfululizo kwenye ligi ya ushindani, sio ligi nyanya. Unaelewa vizuri? Weka mahaba pembeni, tunazungumza mpira. Kipindi ambapo engineer anaingia front kuwa rais wa Young Africans na kuanza kuchukua ubingwa, ni ligi ambayo imekuwa ni ya ushindani sana. Mfano mdogo huwa anapenda kurudia. Wakati Simba inachukua ubingwa mara 4 mfululizo, ligi ilikuwa mbovu. Tulikuwa hatuna kanuni ya kuruhusu wachezaji 12, au kama walikuwepo lakini kwa 100%, ligi yetu ilikuwa ni ya kawaida mno. Lakini leo unakuja kuona Young Africans inachukua ubingwa katika kipindi ambacho kanuni ya wachezaji 12 ambao walau wanatoka kwenye mataifa ambayo yenye ubora kisoka Afrika wako Tanzania. Hakuna asiyejua. Leo wako wachezaji ambao wanacheza katika ligi ya Tanzania, wanakwenda katika mataifa yao na wana uwezo wa kucheza kwa ubora mkubwa, taifa kama Cote d'Ivoire, lakini pia mataifa mengine kama ya Chad na mengineyo, si ndio? Sio kwa bahati mbaya. Kwa nini? Ligi imekuwa ni bora. Kwa hiyo ligi iko bora, uje ukompete na wenzao ambao ni bora mara 4 mfululizo, maana yake ni kichwa. Wanipata vizuri? Kwa Harris ni mwana mapinduzi katika soka la Tanzania, na ndio maana Harris ni kiongozi wa viongozi Afrika. Ni kiongozi wa viongozi Afrika. Leo Harris ana uwezo kusema na kwenda Egypt kwenye ligi namba 1 Afrika na kikao na vilabu vyote vya Cairo. Uongo kweli? Sasa Mangungu hata kaenda hivyo. Anakuuliza wewe, si ndio? Popoteza kaenda. Hawezi kaenda. Kwa nini? Huyu ni mwana mapinduzi. Cheo chake alichokuwa nacho kwa mara ya kwanza inaanzishwa, hawakukurupuka kuweza kumteua kuwa mwenyekiti wa kile chama. Sawa? Chama cha umoja wa vilabu barani Afrika. Soka bahati mbaya. Alafu ukitaka uone jamani very bright kichwani. Katika miaka yote ambayo Simba imechukua ubingwa mara 4 mfululizo, hakuna cheo chochote kafu wala FIFA. Ndio utaka kujua kama jamani kichwa. Ndio kweli. Lakini wanasema ni cheo cha kawaida tu, kiongozi yote anaweza kukipata. Baadhi ya watu na wachambuzi wanasema kwamba ni cheo cha kawaida ambacho kiongozi yote anaweza kukipata. Mchambuzi yote ambaye anasema cheo ambacho amepata engineer, mtu yote atakapata. Sitaki nitumie maneno makali, lakini una changamoto ya afya ya akili. Ndio uhalisia. Ukisema ni mtu yote atakapata, unapata cheo kulingana na vigezo na sifa. Huwezi kuteuliwa kwa waziri mkuu au waziri wa idara fulani au wizara fulani from nowhere. Haiwezekani. Kuna wabunge wengi sana wana elimu za form 4 huko na mambo mengine, si ndio? Lakini haimaanishi kwamba hawana uelewa. Uelewa nao ni mzuri tu. Lakini leo kabisa from nowhere waziri atoke darasa 7, haiwezekani. Utatuferisha mjini huko. Kwa Harris kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika, ni kiongozi wa viongozi. Lakini wameangalia brain. Yule jamani hatari, ana akili moja ya tofauti sana. Kwa hiyo ukishaona kuna mtu anasema engineer Harris ni kama kila mtu cheo anaweza kawa nacho, sikiliza. Harris anakuja kuwa kiongozi wa Young Africans. Simba bingwa mara 4, uongo kweli? Wale viongozi wa Simba kuonekana. Manake mmoja kati ya ushawishi kwa kwenye klabu kubwa, ni ngumu kuweza kumtoa leo kiongozi kutoka Mbeya City kae kafu. Ni ngumu. Lakini mileage ya hizi timu kubwa Simba na Yanga ukiangalia, na kama una utashi bora, si ndio? Harris hajapendelewa, wameangalia yeye ni bora. Kwa hiyo ni kiongozi wa viongozi. Kwa kiongozi wa viongozi sio kila mmoja atakapata. Kwa hiyo mchambuzi yote, mimi ndio nimesema chuma cha Mjerumani. Mchambuzi yoyote nchi hii anipe hoja. Vinginevyo na changamoto ya afya ya akili. Kwenye swala la kusema kwamba ni kiongozi wa viongozi, kwenye vilabu walimpongeza wengine hawakumpongeza. Hauoni kama inaashiria kwamba kuna baadhi ya vilabu Tanzania, mfano tu Rais Simba Sport Club, ni kama vile hawakubaliani na kile ambacho pengine anakifanya hapa au amekipata kule FIFA? Ukisha kuwa muhuni, utaendelea kufanya mambo ya kihuni. Naposema engineer Harris ni kiongozi wa viongozi, huyu ndiye ambaye anaidhinisha $100,000. Sawa, kwenye vilabu ambavyo vinashiriki mashindano ya kimataifa. Huyu ndiye ambaye atakaye sign fomu ya timu ambayo imejiunga kwenye umoja. Maana kama hutaki kujiunga kwenye umoja wa vilabu barani Afrika, si ndio? Maana nenda Asia au nenda UEFA. Ni mambo mengine ya kijinga.
Na hakuna kitu ambacho kimenisikitisha kuona leo eti viongozi, Hersi huyu ni kiongozi wa dunia sasa. Unapokuwa kwenye kamati ya mashindano ya vilabu vyote duniani, maanake ni kiongozi wa viongozi katika mashindano yote duniani kwa wanaume, maanake Simba ipo. Leo hutaki kuja kusikiliza, bosi anakuja kuzungumza. Nikumbuka huyu ndo anasaini hela za Simba huyu, Hersi. Hersi anasaini hela za Simba dola 100,000 anasaini. Asiposaini kesho kelele. Ni utovu wa nidhamu. Bosi wako anapoongea, maanake taarifa zilizokuwa nazo, Hersi ataitisha kikao sawa cha viongozi wote wa timu zote Tanzania kuwapa elimu aka ni nini. Kwa wasipofika, maanake kwa tukio hili wana Simba wao washajua wana viongozi wa aina gani. Wanawashinda hata wanachama. Nimemwona pasi milioni hapa. Pasi milioni na deserve kwa mwenyekiti wa Simba. Yes, ni kweli kwa sababu mpira ni fair. Mpira ni kujifunza. Amekuja kwenye tukio la Simba. Katika washabiki wote na wanachama wa Simba ambaye kidogo amejitambua ni huyu. Pasi milioni. Anafaa kuwa kiongozi. Kwa sababu lazima ujue mpinzani wako amejipanga vipi. Yaani hii haina utofauti. Yanga anacheza mechi ya ligi kuu, viongozi wa Simba hawafuatilii mechi au hawaji uwanjani washabiki wa Simba. Sio watu wa mpira, ni wahuni. Huo ndio uhalisia. Lazima ujue mpinzani wako anachezaje. Amekuja bosi, huyu ni bosi wa kina Mangungu. Hersi ni bosi wa kina Mangungu, ni bosi wa kina Rafati, ni bosi wa kina nani hawa, kina Popati. Timu zote Hersi ndio bosi wao. Huyu ndio bosi wa Ahali huyu. Kama ulikuwa unajua, wewe tazarau. Hersi ni bosi wa Mamelodi. Hersi ni bosi wa Orlando. Hersi ni bosi wa MC Aldia. Utabisha kwa akili zako. Huyu ni mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika. Ataachaje kuwa bosi? Na ndio maana anaidhinisha payroll yako ya dola 100,000 utokee kwenye matukio yake. Maana hapo unajua kabisa una kiongozi wa aina gani. Bosi anaongea, wanapiga kelele. Hersi ni bosi wa Mangungu. Huyo ndio uhalisia. Ni bosi wa Mangungu Hersi. Utake ondoka Simba. Ndio uhalisia. Aje Mangungu hapa nibishe chuma, sio kweli. Huyu ndio bosi wao. Na unajua nilitamani kuona kuna utofauti wa rais aliyechaguliwa na wanachama na rais aliyependelewa. Kwamba utofauti wa rais aliyechaguliwa na wanachama kikatiba na rais ambaye amepewa cheo cha mchongo cha heshima. Utofauti wake ni huu. Ukimsikiliza Hersi, the way anavyo present mambo yake ya kitaasisi kuhusiana na mpira, hata katika majukwaa yote ya kimpira duniani, ni tofauti na rais wa heshima aliyependelewa. Tofauti. Na ndio maana huyu anawaita waandishi wa habari ajifungie kwenye kichumba kuongea na Instagram. Ashapita huko mambo. Maana unapokwenda kujifungia kwenye kichumba, maana unaogopa maswali. Hersi anaruhusu room watu kuweza kumhoji. Na mama amefafanua vizuri sana katika presentation yake ya leo. Maana yake nini? Huyu anatosha kuwa ni rais wa mfano. Rais aliyepewa cheo cha heshima anajifungia kwenye chumba. Jamani, kama unavyojua, toka nje, waitwa waandishi wa habari, weka una ubavu. Toka nje tukushone maswali. Ameruhusu room hapa, anahojiwa. Bwana, mchakato wao umekuwa kama mchakato hujakwama. Na katika kitu ambacho ninachokiona kibaya zaidi kwa upande wa pili, hii angetaisumbua sana Simba hii. Mimi ninachokuambia, ukiusikiliza mfumo wa Young Africans the way utakapokuja kukamilika, bado una nguvu kwa yule ambaye amechaguliwa na wanachama. Acha ushabiki. Na kuuliza wewe, Mangungu ana nguvu yote Simba? Maana Mangungu licha kwa amechaguliwa na wanachama, lakini ni kocha msaidizi. Kama mpaka kocha mkuu akuruhusu usimame. Ndio mwenyekiti wa nilio wa wanachama na rais nyingi. Ndio nakuuliza wewe, ana nguvu yoyote Simba? Wewe ni mwanahabari. Hana nguvu yoyote. Lakini tazama mfumo ambao Yanga wanautengeneza, yani katika mgawanyiko wa 49 na 51. Lakini kumbe rais anakwepo katikati kwa maslahi ya klabu. Leo Mangungu ana sauti kule. Mangungu usaidia fundi. Ndio uhalisia. Ndio maana kana nasema siku zote Simba waboreshe nini utaratibu wao. Sasa mchakato ukikamilika, mwenye nguvu anayetoka kwa wanachama ndio anaamua. Sasa sikilizeni, hii inakwenda hivi, hii inakwenda. Na amesema Hersi ni kwa maslahi ya taasisi ya Yanga Sports Club Company Limited. Amesema nenda kule. Nenda kule ndio utakuja kuona sasa utofauti wa rais wa heshima na rais aliyechaguliwa na wanachama. Rais anayechaguliwa na wanachama, kamera zitakuwa nyingi namna hii. Kila mwanahabari window inatoka. Jamani, hebu ulizeni maswali.
Watu wameuliza maswali. Wewe ukitaka ufuatilie rais wa heshima Tonga ameweza kujifungia chumbani, kuna mtu kamuuliza utampatia wapi? Aidha kashuti yuko Dubai, kashuti yuko Uingereza, utampatia wapi? Lakini hapa unapata uhuru wa kuweza kuhoji maswali. Waandishi wamehoji, kwani ni rais ambaye ni rais wa watu. Sawa, leo ni rais kuona viongozi wa Yanga wanakuwa na jamii mwanzo. Wewe umeshuhudia popote ambapo rais wa Yanga Africans yupo, habagui. Huyu anacho, huyu hana, wote wana. Huyo mtu ataacha kuombewa dua njema? Ataombewa. Sasa umefika zako, suti yako menyuka, baada kunyuka kwenye gari nduki, shaka sikiliza. Hii ni timu ya watu. Lazima ujiongeze. Sifa ya kiongozi ndo anazo Harris. Ndio maana nikasema Engineer Harris ni role model wa viongozi wote Tanzania mpaka dakika. Na niwapongeze sana Azam FC. Niwapongeze sana Fountain Gate kuja kusikiliza bosi anasema nini Azam FC, na wamekiri wazi mzigo umeingia ambao ameidhinisha boss Engineer Harris Said. Sio, unaelewa? Bosi akikuita unacho haya masuala ya kiburi. Nawaambia kitendo cha Simba kukataa wito mwaliko wa bosi Harris, huyo ndio boss wa Ahali, boss wa Simba, boss wa timu zote Afrika, kukataa hii laana itawatafuna sana hii laana. Amini ninachokwambia. Boss anakuita unazingua boss. Tumebakia hapo kwa Simba Sport Club. Juzi tumeona wamecheza mchezo wa kirafiki na El Hilal Omdurman ya pale Sudan. Wamefungwa goli 4-1. Ndio. Ina reflect nini kwa Simba hii? Watu walitarajia kwamba ujio wa kocha mpya pengine Simba inaweza kawa tishio zaidi. Ile ni mechi ya kirafiki ambayo ina approach tofauti kabisa na mechi ya kimashindano. Licha ya kuwa yanayoonekana kama ni tatizo yanapaswa kufanyiwa kazi. Of course bado kwangu mimi, na hii nawaambia wana Simba watakuja kunikumbuka endapo Simba ikikutana kwenye mechi serious ya mashindano afu ikashonwa. Bado kuna changamoto ya kujilinda Simba. Mimi siwezi nikasema Rushen Doroko ni bora kwenye mechi ya football. Lakini unaweza kufananisha, amesema ni bora hata kuliko kina Dickson Job pamoja na Baka. Subutu yako ni kukosea heshima mpira. Yaani useme Rushen Doroko ni bora kuliko Dickson Job. Wewe ni muhuni, tuachie mpira wetu. Haiwezekani. Rushen Doroko afanye. Huyu mwenzako ana ndoo za ligi kuu na ngao jamii za kumwaga. Amefika finali. Amefika robo finali. Ameshatoa makundi na Yanga Africans. Wewe umekuja juzi. Acheni kukurupuka. Acheni kurupuka wa Tanzania. Hivi Rushen Doroko kweli kamzidi Job kweli? Kweli? Tuko serious kweli? Wanasema ajifunze Job kuangalia namna tackling inavyopigwa. Kwani bingwa wa kupiga tackling Yanga Africans ni nani? Kwani Job apigage? Sasa hivi kweli Job anajifunza nini kwa Rushen Doroko ambaye ndo kwanza hata mechi 5 hajafikisha za ligi kuu? Wewe ukiniambia kwamba afanye makubwa zaidi, msimu uishe beki bora, msimu uishe tuone ubora wake aliokuwa nao, aisaidie Simba katika mashindano ya kimataifa, tuone. Mtu ambaye ana miaka 4, hivi kweli mtu ambaye ana miaka 4 ni sana mtu ambaye amezaliwa leo? Ni ujinga tu. Kwa hiyo Rushen Doroko anapaswa kujifunza kitu kwa Job. Finish. Huo ndio uhalisia. Sawa. Ukiangalia pia Young Africans wameongeza kocha msaidizi Mabedi kutoka pale Malawi, ambaye alikuwa kocha mkuu pia wa Malawi na amecheza soka sana South Africa. Inaashiria nini Yanga wanakuwa wanaongeza watu kwenye benchi lao la ufundi? Of course taarifa ya kuondoka kwa kocha msaidizi Young Africans iko hadharani. Kuna sababu za msingi ambazo kocha msaidizi ameziweka bayana na ameweza kuondoka ndani ya kikosi hicho. Kwa Yanga wakaangalia, wakaketi na kocha Romain Folz kwamba ni nini ambacho wanatakiwa kukifanya, na ni mapendekezo ya kocha Romain Folz. Kumbuka hata kocha huyu ambaye amekuja, kocha msaidizi wa Yanga Afrika, ni kwamba ameishi sana Afrika ya Kusini, alishakuwa na odha wa Kaizer Chiefs, amezurura sana Afrika ya Kusini, lakini hata makuzi ya kocha Romain Folz anamfahamu huyu kocha ambaye amekuja, ambaye ameletwa ndani ya Yanga Africans. Mimi sitaki kuamini kwamba eti Yanga Africans wamemruka kocha wakaleta kocha mwingine, ni uongo. Yanga mahali ambapo amefika weledi wao ni mkubwa sana, viongozi wa Yanga. Yaani Yanga kuna mahali kama wakikosea sema amekosea, lakini Simba amekosea baada ya kusema kocha mkuu sasa meneja mkuu. Huu ni ule siasa ile, ndio sio kosea. Wewe umepuyanga mtu amekuja hana vigezo, anadanganya watu meneja mkuu, sio kweli. Anasema atasoma kozi sijui. Nisikilize kozi ya Ulaya wanasema. Nisikilize, ni kwa mambo ya Ulaya wapi? Hapa ni Ulaya. Mbona tukifanisha mambo ya Ulaya nasema Ulaya ni Ulaya, hapa ni kwetu. Sikilizeni, tuache uhuni, hii ni siasa. Hii ni siasa kabisa. Huyu kocha hana vigezo. Kocha anapaswa kurisiti, lakini watu wakatafuta uchochoro wa kusema kwamba huyu kocha sio kocha, ni meneja mkuu. Acheni uongo. Acheni uongo. Huyu kocha hana sifa na stahili kurisiti saa hizi. Ana risiti. Na huu ndio muda wa kuweza kurisiti, kwa sababu ukiangalia kwenye kozi hii kwetu Tanzania inaanza Mei 26. Manake bado ana rumu ya kuweza kurisiti, kuangalia ni nchi gani ambayo kozi hii inafanyika kwa hivi sasa, akarisiti kule.
Lakini huu chochola kusema huu ni meneja mkuu, wewe sikilizeni, acheni uongo. Meneja mkuu katika dunia ambazo zimeendelea ni overall kwa taasisi. Wanipata vizuri? Ukisema yeye ni meneja mkuu, maana yake hana tofauti na CEO wengi ambao tuko nao. Wanipata vizuri? CEO wa Yanga alileta assignment ndogo sana unintended. Nyesi umesema nahitaji invoice, akapeleka invoice katembea. Anadharau hataka kuongea. Anaongea nini? Kati invoice ipo. Aongee nini? Wewe soma invoice, ingiza hela. Unaona vizuri, kama invoice ina deni toa. Wanipata vizuri? Bwana, warudishie watu kwenye email. Uvivu wako kusoma email, kusoma invoice, usema CEO anadharau, sio kweli. Wanipata vizuri? Kwa hiyo ni kwamba Young Africans hawakukurupuka. Ikabidi waketi chini. Nakupa za ndani ni usahihi wenyewe. Wakaketi naye, bwana tunafanyaje hapa? Huyu mwenzi akapata matatizo haya, tunafanyaje? Kocha akatoa mapendekezo. Kumbuka makocha wengi sana ambao wanakuja Tanzania wanakuja na watu wasaidizi. Leo kimleta Gamondi ashuka na mtu wake. Si ndio? Ibenge kaja na mtu wake. Si ndio? Mwanae kabisa kamshusha pale ambaye alikuwa Tabora United miaka hiyo. Bwana njoo tukufanye kazi Makiadi. Si ndio? Lakini leo kuangalia makocha wengi wakija lazima waje na watu wao. Kwa nini? Lengo ni kutengeneza umoja katika benchi la ufundi na kuondokana na usambi nongwa. Ndicho ambacho wengi wanachokiogopa kwa asilimia kubwa. Kwa kwangu mimi Young Africans hawajataka kudanganya, wamenyosha maelezo. Sawa, jingine ambalo la mwisho Chuma nataka kuuliza, nimeona mashabiki wa Simba wakiwa wanalalamika. Na sijui sasa kama unaweza kujibu kwa upande wako kwamba wakimlalamikia meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally kwamba ile promotion ambayo anaifanya ya jezi walipaswa kuifanya wao, wakisema ingewasaidia zaidi kuwa karibu na mashabiki wenzao, hasa wale influencers wa Simba. Ni sahihi wale influencers kulalamika kwamba Ahmed Ally kwenda kuifanya ile kazi ni kama anaharibu brand yake kama msemaji? Kwa kwao unapoona. Sasa mimi ninachotaka kukisema ni kwamba yule ni afisa habari wa Simba. Ameajiriwa na Simba. Kwa hiyo kama yamekuwa ni majukumu yake hayo kuyafanya, sijajua utaratibu wao uko namna gani Simba katika kuweza kulipambania hili la huu msako watokomeza jezi feki kitaani. Of course ni jambo zuri kwa maana kwamba Watanzania wajifunze kununua vitu original kwa maslahi mapana ya timu zetu. Licha kuwa uwezo tunatofautiana, ni ngumu leo kwa asilimia kubwa Mtanzania kununua jezi shilingi 1045. Kumbuka maisha ya Simba hujazoea. Simba shazoea jezi buku 2, buku 8 shazoea jezi zao. Kumbuka kwenye mapinduzi ya kuleta jezi gharama kubwa nchini Yanga, uongo kweli? Kuna kipindi Yanga Africans watu wa makundi jezi kwa 1050 hapo. Watu walinunua na wakununua jezi feki. Na hakuna kilichoharibika, uongo kweli? Sasa malalamiko kama haya ni sahihi, na hawa njaa tu, njaa zinawasumbua hawa. Wanapiga kelele, njaa. Hawana msimamo. Kwa nini? Yaani wewe unalalamika Ahmed Ally kwenda front kupambania issue ya jezi za Simba. Mbona unalalamika kwamba nataka mkutano? Kwenye mikutano yenu ya kikatiba mnalala mnakoroma. Leo kwenye issue ya jezi tunapiga kelele. Waache uni hawa. Waache uni. Njaa, watu wameshakosa posho hapo. Mashabiki wa Simba ndio kuulizia mkutano mkuu kwanza. Watu wanapaswa kuulizia. Why mkutano wetu mpaka leo hii unapelekwa mwezi wa 11? Kwa timu hapa inajiendesha kibubu hapa. Inajiendesha kwa hasara. Sio sawa. Umenipata vizuri? Na haya napenda kuyazungumza kila siku. Lakini watu wanaona kama mimi mbaya, lakini ukweli sio pingika. Wanachama wanaolalamika kwamba Ahmed Ally ameenda kujipeleka front yeye kupambania jezi, mimi kwangu naweza nikasema yuko sahihi, lakini kulingana na mfumo ambao namna ambavyo wao wameuweka. Lakini wanachama wa Simba wanapaswa kuhoji kwa hivi sasa, msimu umeanza, timu yao inajiendeshaje, kwa mkopo au inakwenda? Lazima wajihoji. Kuna mtu kaikopesha timu miezi hii inajiendesha kwa sababu budget ya makadirio ya matumizi haipo. Kuna mwana Simba anajua budget ya timu saizi? Msimu. Anajua. Manake budget inakwenda kusoma kwenye AGM. Si ndio? AGM imefanya muda gani? Na ligi imekwenda kuanza. Leo wanakwenda kuanza msako wa kusaka jezi kitaani feki, si ndio? Wakati wanajua leo hii hawajafanya mkutano. Nini maana yake? Manake haya mipango yote wangeambiana, jamani sikilizeni, tuna jezi zetu tumezitoa kwenye AGM, tokomeza jezi fake kwa hatutaki. Sio naipata vizuri. Hawa wanachama ndio wamekea Ahmed Ally wana njaa. Kina nani hao? Wana njaa sana. Nakwambia ndio uhalisia. Unajua kwa mfumo wa Simba namna ambavyo ulivyo. Sipendi sana kuyazungumzia kwa sababu wao ndio wanazalisha matatizo kila siku. Ndio maana kwa mtu ambaye akili kisole huyu jamaa anaiponda sana Simba, lakini ndio uhalisia. Niletee fact ndio isema mimi. Alafu nenda kafanya research yako wewe. Inapingana na ninachokisema? Shida watu wengi akili ndogo.
Wanapata vizuri. Na hii iende paka kwa waandishi wenyewe wapiga kamera. Wengi sana mpo michongo. Ndio walisia anayebisha aje Chuma nimesema. Mimi nimesema Chuma. Wewe si mwandishi, njoo bishana na mimi mwandishi mwenzio. Kwa sababu usiingie tu mtu anaiponda hapana. Mimi nimefanya research yangu mpaka dakika hii. Simba kwa deserve, si ndio? Kufanya mkutano wao wa AGM. Wajue wanajiendeshaje. Malalamiko ya Ahmed Ally kwenda kwa ni kumuonea wivu Ahmed Ally. Wanamuonea wivu. Yes, wanaamini kabisa kana anapiga hela. Wanapata vizuri. Lakini haya yote ni kutokana na mfumo wao namna ambavyo ulivyo. Ndio maana nikasema hii Yanga itawasumbua sana. Wamesikia malalamiko ya Yanga. Kila kitu kimenyoka namna hii. Kwa wanapaswa kubadilika, alafu kujifunza ni jambo la msingi sana. Sasa wewe unataka kuja kuhudhuria mikutano kama hii. Sasa nini maana ya utani wa jadi? Huu maana yake ni uhasimu. Unapokataa kwenda kujua ambacho wenzako wanachokifanya maana yake ni hasimu, adui. Mimi nampongeza sana Pasi Milioni. Ni mtu muungwana sana. Anafaa kuigwa. Anapaswa kuigwa. Huyu anapaswa kuwafundisha wahuni ambao hawataki kufuatilia mambo ya msingi kama haya. Pasi Milioni leo Pasi Milioni namwagia sifa Chuma kwa kazi kubwa sana ambayo anaifanya. Mimi nikushukuru sana Chuma. Assalamu alaikum.